kataka na mambo yake atatuwajibishia sisi tuwajibike, ndio ibada. Ma uridu minhum min rizqin, mimi kwa viumbe wangu sitaki riziki yoyote. Sijawaambia wahangaike wanitafutie riziki, Allah hategemei riziki. Wama uridu an yut'imuni, wala sina lengo la kwamba wanilishe, wafanye kazi wachume na mimi ninufaike kutokana na uchumi wao. Sina haja hiyo kwao. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah yeye ndiye aliyekadiria kwa viumbe wake riziki zao, ana nguvu zisizoshindika. Hakuna yoyote anaweza akafanya mapinduzi akamuondoa Allah madarakani, au akafanya hujuma akamharibia katika mamlaka yake. Allah yeye ndo kila kitu anaweza. Kwa hiyo njoni tujumuike pamoja kama viumbe, tumuabudu muumba wetu, alla na'budu illa Allah. Tukikubaliana kwenye hilo neno, hatutopaswa kumuabudu yoyote katika maisha ya dunia hii ila kumuabudu Mola aliyeumba peke yake. Wala nushrika bihi shay'a, na tukikubali kuishi maisha ya ibada, hatutopaswa kumshirikisha yeye na chochote. Yani tunafanya ibada kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mwingine, hatupaswi kufanya hivyo. Kumshirikisha ni kufanya shirikisho, kwamba service yetu, social service tunofanya, tuwe tunafanya mambo tuseme haya ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mwingine fulani na ilani. Hakuna. Tumuabudu peke yake kwa ikhlasi, mukhlisina lahu dina, wala tusimshirikishe na yoyote. An nufarrid Allah wahdahu bil ibadati, tunatakiwa tumpwekeshe Allah peke yake kwa ibada. Wala naj'ala lahu sharikan, wala tusijalie Allah ana mshirika wake, ana mwenza wake kwenye masala ya mamlaka. Kwa hiyo tufanye mambo kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mwingineo. Huo ndo kushirikisha. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi, wala tusifanyane sisi viumbe wenyewe kwa wenyewe, baadhi yetu tukawafanya wengineo kuwa ni maarbab. Arbab ni jamu ya neno rabbun. Kama Allah ni rabbul alamin, sisi ndo alamin, viumbe. Sasa sote rabbu wetu ni mmoja. Allah ndo rabbu almalakuti, rabbun nasuti, rabbul januti, rabbul hayawanuti. Hizo alamin ni ulimwengu nyingi. Allah ndio rabbu wa ulimwengu wa malaika, anawaendesha mwenyewe, ni viumbe wake. Kwenye ulimwengu huo sisi hata hatujui yanayojiri huko, lakini Allah ndo anayesarifu ulimwengu huo wa malaika. Allah ndo rabbu wa ulimwengu wa majini. Wengi wetu hatuna elimu ya kuwafahamu, ijapokuwa tupo nao hapa duniani. Wako baadhi miongoni mwetu wazee wa busara ndo wanadili nao hao jamaa, lakini sio wote tunawajua. Wako katika sisi binadamu ambao wanaamiliana nao, na wengine ndo wanawaabudu hao majini badala ya Mola muumba, na wengine wanawaabudu wanadamu wenzao kama walivyokuwa wanaabudiwa akina Firauna, Namrud na wengineo. Yani mtu naye pia hujifikisha mahala akajitangaza mimi ndo Mungu wenu. Kwa hiyo walio chini wote wakawa wanamwabudu yeye badala ya kumwabudu aliyeumba. Hili nalo ni kosa, hatutakiwi kufanya hivyo. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban, baadhi yetu wasije wakawafanya wenzao kuwa ni waungu, waola, min dunillahi, badala ya Allah wa kweli aliyeumba. Neno hilo litatufanya tuwe wamoja, na huu ndo utakuwa wasifu wa maisha yetu ya duniani. La ya'budu ba'duna ba'dan, wasije baadhi yetu wakawaabudia wenzao, kama abada al-yahudu wan-nasara Uzairan wa Isa, kama Wayahudi walivyomwabudu Uzair na Wakristo walivyomwabudu Isa. Wengine wamesema ndo Mungu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo, Bwana yuko ndani yetu.
Sasa yeye yuko ndani yenu au nyinyi mko ndani yake au vipi? Ni mikasa tu. Kwa hiyo tusifanye hivyo. Hili neno linatutaka tufahamu hadhi yetu, sisi ni makhluqin, viumbe tumeumbwa. Tumfahamu aliyetuumba na akatuleta kwenye sayari hii ya dunia. Halafu tuishi maisha ya kumwabudu peke yake bila ya kumshirikisha. Tusifanye nini? Allah naabuda illa Allah, tusimwabudu yoyote ila Allah. Wala nushirika bihi shay'a, wala tunapofanya hizo ibada zetu tusizikusudie kwa mwingine zaidi ya Allah. Tusimshirikishe kwenye masala ya ibada na mwingine au na vyengine. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi, wala baadhi yetu sisi viumbe wasiwafanye viumbe wenzao kuwa ni waola waungu badala ya Allah. La ya'budu ba'duna ba'dan, baadhi yetu wasiwaabudie viumbe wenzao, wakatungiwa, wakaamrishwa, wakakatazwa, wakawekewa sharia kama Allah alivyotufanyia. Yani Allah ana sharia zake haziko kwenye implementation, lakini wengine wajanja wengine wanatutungia za kwao, tunazitii. Allah ana amri zake hazitekelezeki, ukizitekeleza unakosea kwa waungu wadogo wadogo walioko hapa. Lakini wao wana amri zao ni lazima utii, tena bila shuruti. Mikasa inakuwa hizi za Allah atatekeleza nani, wapi, lini, haijulikani. Hilo neno linatutaka tusije tukafanya hivyo kama abada al-yahudu wa nasara Uzairan wa Isa, kama walivyotengeneza mifumo ya maisha wa Yahudi na Manasara, wakafanya social service zao ni kumwabudu Uzair na kumwabudu Isa. Wa ata'u ahbara waruhbana, wa ata'u al-ahbara waruhbana, na wakawa wanatii viongozi wao wa dini kwenye mambo ambayo sio yalivyo kwenye dini ya Allah. Ahbar na ruhban ni wanawachuoni wa hizo dini mbili, wanawachuoni wa Kiyahudi na wanawachuoni wa Kikristo. Waliachilia mbali Taurati na wakaitelekeza Injili, wakatunga vya kwao. Hivyo vya kwao ndo vinavyoamrishwa kwenye nyumba za ibada. Kwa hiyo waumini wanatekeleza wanavyoamrishwa na hawatakiwi kuhoji, kuuliza maswali. Wao ni kusikia kauli ya wakubwa na wakatii. Kwa hiyo ikawa ni mfumo wa ibada wa kuabudu viumbe. Ata'ul ahbara waruhbana, wamewatii wanawachuoni wao na viongozi wao wa dini hizo mbili, Wayahudi na Wakristo, fima ahallu lahum wa haramu, kwenye mambo ambayo wamewahalalishia na wamewaharamishia. Yani wamefanya maamuzi ya kuharamisha vitu ambavyo Allah kawahalalishia. Sema hivi hatutaki, kama kuambiwa mtu asioe zaidi ya mke mmoja, hiyo si amri ya Mungu. Hao mitume wao wanaowasema wanawatambua wameoa zaidi ya mke mmoja, wake wengi. Sasa haya ni mipango wamepanga watu wanawachuoni, ikashushwa chini kwa wataabadi wa kawaida, watu waliomo kwenye nyumba za ibada na wanaheshimu na wanatii. Wa ahallu lahum, na wakawahalalishia mengine ni haramu kwenye dini yao, lakini wao sema kwa sasa mmeruhusiwa. Katika vyakula msiulize, chochote kiwekwacho mbele yenu kuleni, na nguruwe kuleni. Huku kwenye kitabu kaharamishwa, lakini wamekuja wakubwa wakawahalalishia, kuleni tu, haina tatizo, nyama safi hiyo, na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo kama kuna amri ya Allah, walipaswa watu waikubali na waifanyie kazi. Akaja mtu akasema amri hii imepitwa na wakati, kwa sasa haiko kwenye matumizi, badala yake kuna amri nyingine hii hapa. Kwa hiyo wameondoshwa watu katika kumwabudia Mola wao, wanamwabudia huyu aliyewaletea alternative, badala ya hiki tumieni hiki. Yani kama na yeye kachukua mamlaka ya kumrekebishia Allah alichokitaka, asema hichi ninakibatilisha
na kwa sasa mtatumia hiki. Ni makosa kwenye dini. Kwa hiyo hapa aya hii imewataka wataepukana na vyote hivyo ambavyo walikuwa navyo vimewaharibia, wakikubaliana na hili neno moja tu, alla na'budu illa Allah, tusimwabudu yoyote katika maisha yetu ya duniani ila Allah, wala nushirika bihi shay'a, wala tusimshirikishe wakati tukimwabudu, tusichanganye ibada zetu kumkusudia yeye na mwingineyo yoyote, wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba, wala tusifanyane sisi binadamu wenyewe kwa wenyewe baadhi yetu tukawafanya wengine ni miungu. Ruya, imesimliwa hadithi, anna al-ayata lamma nazalat, aya hii ilipoteremshwa akaisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala Adi ibn Hatim, alisema mmoja katika wafuasi wake anaitwa Adi ibn Hatim, ma kunna na'buduhum. Huyo Adi ibn Hatim alikuwa ni Mkristo, akaiona haki kwenye Uislamu akasilimu, kwa hiyo akawa ni sahaba mfuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini maneno mengine yanokuja kwenye Qur'ani yalikuwa yanampa ukakasi, kama anaona yanasemwa sivyo vile. Kule kuambiwa wamewafanya wanawachuoni wao ni miungu badala ya Allah, akasema hatujafanya hivyo ya Rasulullah. Hiyo tena pameongezwa chumvi, kama Allah akasema uongo vile, hatujawafanya wao miungu. Kasema Adi bin Hatim, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma kunna naabuduhum, hatukuwa tukiwaabudia sisi viongozi wetu wa dini. Ndiyo, dini zetu zina makosa, lakini hatujafikia hatua ya kuabudu viongozi wetu wa dini. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ama kanu yahilluna lakum wa yuharrimuna, kwani kwenye hiyo dini yenu huko ulikotoka viongozi wenu wa dini si walikuwa wanakuhalalishieni mambo hayamo kwenye kitabu? Akasema ajali ya Rasulullah, hilo lilikuwepo. Wa yuharrimuna, na wanakuharamishieni mambo ambayo kwenye kitabu yamo, na nyinyi mnakubali? Akasema ndiyo, na hilo lilikuwepo. Fataakhudhuna biqaulihim, nyinyi mlikuwa mnachukua kauli za viongozi wa dini kwenye nyumba za ibada badala ya kilichoandikwa kitabuni, si ndo ndivyo? Akasema he. Faqala, Mtume akasema huwa dhaka. Faqala, akasema yule Adi bin Hatim, naam, ndiyo, ni kweli ya Rasulullah, tulikuwa tunafanyiwa hivyo. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huwa dhaka, huko ndo kuabudu kwenyewe. Maana alilokukatazeni nyinyi msifanye wakati liko kitabuni, hilo lilikuwa ni amri ya Allah. Mtaachaje amri ya Allah kwa ilofutwa na amri ya binadamu wenzenu, kwamba mmemwabudu huyu badala ya huyu? Na hichi ambacho kakuhalalishieni hakimo kwenye kitabu, au itakuwa kimo kimekatazwa, yeye kaja kuhalalisha. Ana idhini gani na mamlaka gani ya kufanya maamuzi tofauti na Mola Muumba? Halafu nyinyi kaleta kitu tofauti, mumsikilize yeye. Sisi kwenye Uislamu tumeambiwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hairuhusiwi kwa mumin kuonyesha taa, kumtii mtu kwenye agizo lake, agizo ambalo ukimtii upande wa pili umemwasi Allah Muumba. Hairuhusiwi kumtii kiumbe kwenye amri aliyokupa ukaitekeleza, wakati ukiitekeleza unakuwa umeasi kwa Allah. Amri yake yeye inapingana na ya Mola wake na Mola wako pia. Lazima uwe na ujuzi wa kujua hichi ndicho na hiki sicho. Kilichokuwa sicho mkatalie, mwachie mwenyewe. Hata kama ana uwezo wa kuchukua hatua, mwache achukue hatua. Wangapi wamechukuliwa hatua? Maana ukimtii, atakapokwenda yeye na wewe unakwenda naye, asikuharibie mtu future yako. Fa in tawallau, yani ameambiwa Mtume waite wakubali shahada. Fa in tawallau, kama watakataa, faqulu shahadu bi anna muslimun,
nyinyi waambieni, shuhudieni, sisi tunanyenyekea kwa Mola wetu, sisi tunajisalimisha, hatuwezi matatizo, hatuiwezi adhabu yake ya kudumu, tunakoenda tunatafuta salama yetu, tunajiweka kwenye safe side. Wao wakikataa basi wachieni tu, hamwezi kuwalazimisha, lakini nyinyi wasije wakakutoeni hapo, mtakuja kupata tabu, kama alivyoambiwa Nabii Musa, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Kiyama kinakuja, nimlipe kila mtu kwa alichofanya hapa duniani. Kwa hiyo asije akakuzuia mtu na matayarisho ya siku yako ya kiyama, asiyeiamini hiyo siku, utakuja kupata mashaka baadaye. Inna saata atiyatun akadu ukhfiha, kiyama kipo kinakuja, lakini nimefanya siri yangu, hata mie mwenyewe nilikaribia nijifiche hiyo siku nsijue. Yani mtu anaona ni upuuzi, jambo hili lishasemwa siku nyingi, iko kesho, kiko karibu, mbona hakifiki? Allah mwenyewe kaficha, ni siri yake, lakini asema kinakuja kiyama, ni jambo la uhakika. Litujza kullu nafsin bima tasaa, kikija kiyama ni mkusanyiko wenu mkuu. Siku ya mkusanyiko huo analipwa kila mtu kile alichokifanya kwenye umri wake wa duniani hapa. Fala yasuddannaka anha, wewe unayeamini asije akakuzuia mtu kufanya matayarisho na siku hiyo. Man la yu'minu biha, mtu ambaye yeye haamini hiyo siku kama ipo, kwa hiyo hajitayarishi wala haogopi, anabeba mizigo yake itakayokwenda kumdhuru, wala hafanyi atakayomuokoa huko. Asije akakuzuia na wewe uliamini, fatashqa, utakuja kupata tabu, utahesabiwa ni shaqi, muovu, kwa hiyo matokeo yako yatakuwa mabaya. Kwa hiyo wao wakikataa kuja kwenye haki, isije ikawa sababu na nyinyi wakakutoeni kwenye haki. Wachieni na batili yao, na nyinyi waambieni, sisi tumejisalimisha kwa Mola wetu, sisi tutabaki kwenye dini na hatuwezi kutoka. Lakini wapi, wanatutoa kweli kweli. Unabaki Muislam jina tu, unaitwa Asumani, Abdul Manani, Abdul Karimu, lakini matendo yako kama Joni. Mpuuzi unakuwa we, unaharibu future yako, na kifo hakina miadi, mara papo umetokea ajali humo, umekwenda ushalewa, sijui nywele umesokota rasta, umeunganisha, umefanya vipi, yote dini yako haitaki, we unayo, lakini umetosheka na jina tu. Msiba mkubwa. Unaambiwa wewe kama umeufahamu wajibu wako, unaijua nafasi yako, ienzi, itunze, waambie mimi ni Muislamu, au waambieni sisi ni Waislamu, na muwe Waislamu kweli. Lakini mtawaambiaje Waislamu wakati nyinyi na wao mila yenu moja? Badala ya wao kukubali mila ya kweli, almillatul hanifia, nyinyi mmeiacha millatul hanifia, mnafata mila yao, na mkifata mila yao nyinyi mnakuwa ni wao. Fa in aradu ani tauhidi, kama mkiwalingania tauhidi ya kumpwekesha Allah wakikataa, warafadhu, wakaitupilia mbali, warafadhu qabula tilka da'wa, wakakataa kuikubali hiyo da'wa mnayowalingania, al-adila, ambayo ni ya uadilifu. Wao wakikataa uadilifu kuja kwenye dini ya haki, faqulu antum, nyinyi waambieni, ishhadu ya maashara ahli alkitabi, shuhudieni enyi watu wa kitabu, bi annana muwahhiduna muslimun, sisi tutamuabudu Allah peke yake, yani tunampwekesha katika maisha yetu ya ibada, muslimun, tumejisalimisha kwake, shari na yeye hatuiwezi, adhabu zake ni ngumu, sisi tumejisalimisha kwake. Wakikataa wao, nyinyi msije mkatoka kwenye Uislamu wenu. Fa in aradu ani tauhidi, wakaikataa tauhidi, warafadhu qabula tilka da'wa, na wakakataa kuikubali hiyo da'wa ya tauhidi, al-adila, ambayo ni ya uadilifu. Faqulu antum, nyinyi Waislamu waambieni, ishhadu ya maashara ahli alkitabi, shuhudieni enyi watu wa kitabu, bi annana muwahhiduna muslimun,
Sisi ni watu tunaompwekesha Allah, tunaishi maisha ya kumwabudu Allah peke yake. Muslimuna, kwake tumenyenyekea, tumejisalimisha, tumesarenda kwake. Wao wakikataa, nyinyi msije mkakataa. Mkikataa mkiwafuata, hiari yenu, wafuateni tu. Waambieni inna mukhiruna lillahi bilwahdaniyya, sisi tunakiri upweke wa Allah kwamba ni Mola mmoja aliye pekee. Mukhlisuna lahu alibada, ibada zetu tunazifanya kwa ajili yake peke yake, kwa ikhlasi. Kwa hiyo sisi ni watu tunaoishi maisha ya kumwabudu muumba wetu mpaka mauti yatufike. Tuko hapo. Yakikufika mauti huko nje ya mila ya Uislamu, yani wewe ndo umepotea. Hiari yako kufa kifo cha Kiyahudi au cha Kinasara au cha kipagani. Kama hukufa katika mila ya Uislamu, yani wewe umeingia kwenye chaka lolote katika hayo machaka mengine. Ya ahlal kitabi, aya inayofuata, enyi watu wa kitabu, lima tuhajuna fi Ibrahim, kwa nini mnajadili kuhusu Ibrahim? Munahojiana kuhusu Ibrahim. Ya ahlal kitabi, enyi watu wa kitabu, lima tuhajuna fi Ibrahima, ndo nini kuhojiana kuhusu Ibrahim? Wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di, hali ya kuwa Taurati yenu nyinyi Mayahudi na Injili yenu nyinyi wa Kristo haikuteremshwa ila baada ya kuondoka huyo Ibrahim kwa miaka mingi. Yani Uyahudi wenu ni mpya, umekuja juzi juzi, na Ukristo wenu ni mpya zaidi, umekuja juzi juzi. Hivi vitu Uyahudi na Ukristo vimekuja, huyo Ibrahim kwa miaka mingi hayupo. Lakini Wayahudi wanamnasibisha Ibrahim na Ukristo, wanasema alikuwa mzee wetu, mwenzetu. Yani kila kizuri wanajisifia nacho. Na Wakristo wanasema Ibrahimu alikuwa ni mwenzetu, mzee wetu, alikuwa Mkristo. Ukristo na Ibrahimu wapi na wapi? Uyahudi na Ibrahimu wapi na wapi? Sheikh ametuwekea bahati nzuri sababu ya kushuka hii aya. Anasema sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kuteremshwa kwa mtume aya hii ndo ile ile ujumbe wa wale wa Kristo wana jirani, ni katika point za mijadala yao. Lakini ruya, imesimliwa hadithi an ibn Abbas, ameitoa bwana Abdullah ibn Abbas, anna ahbara al-yahudi wan nasara, wanawachuoni wa dini ya Kiyahudi na wanawachuoni wa dini ya Kikristo, wale wasomi wao wataalamu wa dini, anna ahbara al-yahudi wa nasara najirani, wanawachuoni wa Kiyahudi na wa Kikristo wanajirani, ijtama'u inda rasulillahi, walikusanyika pamoja mbele ya mtume wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatanaza'u fi Ibrahim, katika mijadala yao na ubishi wao wakaanza kubishana kuhusu Ibrahim. Yani wanagombaniana mtu wala hayupo, wala hawakumuwahi, wala hawamjui, lakini katika kikao chao hicho Mayahudi wanang'ang'ania Ibrahimu alikuwa wetu, mzee wetu. Naona? Na Wakristo nao wanang'ang'ania alikuwa wetu, yani kwenye mila yao. Wayahudi wanasema alikuwa Ibrahimu Myahudi, Wakristo wanasema Ibrahimu alikuwa Mkristo. Mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye na yeye kaambiwa afuate mila ya Ibrahimu. Sasa nani aliyempatia Ibrahimu? Yahudi, Nasara au Muislamu? Kwa hiyo palikuwa na ubishi, tena sio wa kitoto, kwa sababu ni religious scholars, viongozi wakubwa wa dini, wasomi wa dini zao, ndo walijadili, walifungua mjadala huo. Fatanaza'u fi Ibrahim, wakazozana kuhusu Ibrahim. Faqalat al-yahud,
Mayahudi wakasema ma kana illa yahudiyan, wallahi Ibrahim hakuwa na dini yoyote zaidi ya Uyahudi, alikuwa ni Myahudi mwenzetu. Waqalati nasara, na Wakristo nao wakasema ma kana illa nasraniyan, hakuwa na dini yoyote zaidi ya Ukristo, alikuwa ni Mkristo mwenzetu. Fa anzala Allahu, ndo Allah akateremsha kwa mtume wake aya hizi, awasomee awaulize: ya ahlal kitabi, enyi watu wa kitabu, lima tuhajuna fi Ibrahima, kwa nini mnafungua hoja na mjadala kuhusu Ibrahim? Wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di, hali ya kuwa hii Taurati yenu Mayahudi mnosema mnaikubali iliteremshwa wakati Ibrahimu hayupo, baada ya kuondoka yeye kwa miaka mingi ndo ikaja Taurati kwa Musa. Musa ni katika virembo sijui vinyinginya vya huyo Ibrahimu. Mtamuhusishaje na Uyahudi wenu? Na Musa mwenyewe hakuja kufundisha dini ya Uyahudi, Musa kafundisha dini ya Uislamu. Kwa hiyo ulipoanza huo Uyahudi, hawa watu wa haki hawapo, washaondoka. Na nyi wa Kristo nanyi mnasema alikuwa Mkristo. Umeanza Ukristo wenu Ibrahim kwa miaka mingi, hapa duniani hayupo. Ana uhusiano gani na Uyahudi wenu na Ukristo wenu? Hali ya kuwa kaondoka kabla ya hivi vitu havijaanzishwa. Mnafahamu hiyo hoja? Lima tuhajuna fi Ibrahim, kwa nini munafungua mijadala mukahojiana kuhusu Ibrahim? Yani ya maashara al-yahudi wa nasara, enyi kongamano la Mayahudi na Manasara, lima tujadiluna wa tanazauna fi Ibrahim, kwa nini mnajadili na mnazozana kuhusu Ibrahim? Watazumuna annahu ala dinikum, na kila kundi kati yenu linadai yuko kwenye dini yenu. Inakuja kujaje? Wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di, hali ya kuwa uhalisia upo, Taurati yenu na Injili yenu haikuteremka ila baada ya kuondoka Ibrahim. Taurati imekuja, Ibrahim hayupo, kishaondoka duniani. Injili imekuja, Ibrahim hayupo, kishaondoka duniani. Na asili ya dini zenu ya Uyahudi na Ukristo inatoka kwenye hivyo vitabu. Hivyo vitabu vimemzungumza wapi Ibrahim? Akanasibishwa na Uyahudi au na Ukristo, ambao ni dini, mila ya Uyahudi au mila ya Ukristo. Kaondoka, hivyo vitu havijaanzishwa. Walhalu annahu ma hadathat hadhihi al-adyan, nyinyi mnamjadili Ibrahim na kumuweka kwenye dini zenu, hali ya kuwa hizi dini zenu hazikutuka illa min ba'dihi, ila baada ya kuondoka yeye, kwa miaka kupita ndo zikaja dini zenu. Biqurunin kathiratin, kwa karine nyingi tu. Kaondoka Ibrahim, kabla ya kuja vitabu vyenu karine nyingi tu zimepita. Fakaifa yakunu min ahliha, atakuwaje Ibrahim ni mfuasi wa dini hizo wakati zilipoanzishwa yeye keshaondoka? Au ndo ile marehemu naye akawa kapiga kura? Marehemu kishakufa miaka mingi, lakini kura ya juzi anaambiwa alishiriki. Ndo hii inakuwa. Afala taqilun, hivi nyinyi hamna akili? Afala taqiluna butulana qawlikum, hivi hamfahamu hata ubatili wa maneno yenu? Hamjui kwamba mnaongea pumba? Mumnasibishe Ibrahim na Uyahudi wakati ulipoanza hayupo. Hili pia ndo hamlielewi, kwamba hapa mmechemsha. Mumnasibishe Ibrahim na Ukristo wakati ulipoanza yeye hayupo kwa miaka mingi, kwa karine nyingi. Mtakuwa mna akili, mna ufahamu mzuri wa mnachosema. Faqad kana baina Ibrahim wa Musa 1000 sanatin,
baada ya kuondoka Ibrahim na kuja kwa Nabii Musa ni kiasi cha miaka 1000, karne 10 hizo, yani miaka 110 ndio ikaja hiyo Taurati kwa Musa. Hasa Uyahudi unahusiana vipi na mtu kama huyo? Na Ukristo ambao ndo umekuja baadaye zaidi utahusiana vipi Ukristo na mtu huyu ambaye kishaondoka zamani? Wa baina Musa wa Isa, na baina ya kuondoka Musa hapa duniani mpaka kuja Isa 1000 sanatin, ni miaka 1000 tena, karne 10 nyingine hizo. Fakaifa yakulu bidhalika aqilun, mtu mwenye akili yake timamu atasemaje amuhusishe mtu huyu na hichi kitu kipya? Anahusiana na hichi kitu kwa njia ipi? Mwenye akili hawezi kusema hivyo. Walistifhamu litawbihi, suala alilouliza Allah kwenye aya ni la kuwabeza kwamba hapa hawakusema kitu kinachonyoka, wala hakifai kukitia kwenye mjadala kwa sababu si hoja, wataanguka wenyewe kwa hoja. Ha antum haulai, eni nyenye. Hiyo ha antum haulai sasa, eni nyenye. Hajajtum fima lakum bihi ilmun, mmejadili sana. Baadhi ya mijadala yenu mmejadili vitu ambavyo mna elimu navyo, vinaingia akilini. Ha antum haulai, eni nyenye watu wa kitabu. Hajajtum fima lakum bihi ilmun, mumejadili vitu ambavyo munavifahamu, mna elimu navyo, vina dalili. Falima tuhajuna fima laysa lakum biha ilm, lakini kwa nini sasa mnajadili kitu ambacho hamna elimu nacho, hakiingia akilini? Vile vinavyoingia akilini angalau haijambo, lakini kwa nini muingie kwenye mjadala wa kitu ambacho hamuna elimu nacho, hamkielewi? Yani ha antum ya maashara alyahudi wan nasara, eni nyie mayahudi na wakristo. Jadaltum wa khasamtum, mumejadili na mkazozana. Fi sha'ni Isa, kuhusu kesi ya Isa ibn Maryam. Waqad aishtum zamanahu, hili kidogo lina ingia akilini kwa sababu mmewahi kuishi kwenye zama zake. Wameishi Mayahudi zama za Nabii Isa na wameishi Wakristo zama za Nabii Isa, zama zake. Yani zama za mtume ni kabla ya kuja kwa mtume mwingine. Kama hizi zama zetu si zama za mtume Muhammad, japokuwa hatujamuona, lakini tunajua kila kitu kuhusu maisha yake na tunalazimika kumtii. Huyu ndo mtume wa mwisho wa zama hizi. Kwa hiyo nyinyi mmeishi zama za Musa, mmeishi zama za Isa, Mayahudi na Manasara. Fatanazatum fazaamtum ma zaamtumuhu, mumedai mlioyadai, mmemsingizia mliomsingizia, mkamsifia mlivyomsifia. Isa, athari ya kuwepo kwake inaingia akilini kwa sababu mko katika zama zake. Isa, bora mumjadili Isa au Yesu. Lakini Ibrahimu mnamjuaje? Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm, kwa nini mnafungua mijadala, mahojiano kumjadili mtu ambaye hamumfahamu, hamna elimu naye? Falima tukhasimuna wa tujadiluna fi sha'ni Ibrahim, kwa nini mnagombana, mnazozana, mnajadili kuhusu Ibrahim wa dinihi, na dini yake? Alikuwa Mkristo, alikuwa Myahudi. Nyinyi dini ya Ibrahimu mnaijua? Watansibunahu ila alyahudiyati au an-nasraniyya, munamchukua Ibrahimu msiyemjua, munamnasibisha na dini ya Uyahudi na mnamnasibisha na dini ya Ukristo, biduni ilmin, pasi na hoja yoyote ya kielimu. Anaungana vipi na Uyahudi na anaungana vipi na Ukristo? Afadhali ya huyo Yesu mnosema,
inaingia akilini kidogo, kwa sababu mmeishi kwenye zama zake wakati wa utume wake. Lakini Ibrahimu haiwahusu nyinyi. Afalaisat hadhihi safahatun wa hamaqa, kujadili kitu ambacho huna elimu nacho, husi upumbavu uliopitiliza. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Chukueni haya anayokuambieni Mola wenu Allah. Allah ndo anayejua zaidi, nyinyi hamjui kitu. Wallahu ya'lamu, Allah ndiye anayejua, kwa hiyo chukueni ya Allah. Wahai huwa anateremsha. Wa antum la ta'lamun, nyinyi hamjui kitu. Msimchanganye Ibrahim na dini zenu, hana uhusiano nazo. Wallahu ya'lamu al-haqqa, Allah ndiye anayejua ukweli. Min amri Ibrahim, kuhusu dini ya Ibrahim. Wa antum la ta'lamuna dhalika, nyinyi hamjui dini ya Ibrahim. Sikilizeni anavyokuambieni Mola wake Ibrahim alikuwa ana dini gani. Msimtungie ninyi dini yake, hamumjui. Qala Abu Hayani, mwanachuoni Abu Hayani amesema, wa hadha istidai lahum an yasma'u, hii kauli ya Allah ni agizo kwao, inawataka wasikilize. Kinachosemwa na Qur'ani ndiyo sahihi zaidi kuliko wanachokisema wao. Wanatakiwa wasikilize vizuri hoja za Qur'ani, wanyooshe yale yaliyopinda kwenye imani zao, warekebishe kasoro walizokuwa nazo zamani. Hichi ndo kitabu kilichokuja kuwarekebishia, kama ilivyosemwa katika sura ya 5 suratul Maida, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum rasuluna, enyi watu wa kitabu, ameshakujieni huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum, anakufafanulieni, kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi, mambo mengi ya kitabu mlokuwa nyinyi mnayaficha au yaliyowapotea. Kwenye kitabu cha mtume huyu ndo mnaekewa clear, kitu wazi kabisa. Wa yafu an kathir, na mingine anakuchukulieni. Kwa hiyo yanawahusu aliyopewa mtume huyu, wanatakiwa wasikilize, warekebishe zile kasoro ambazo zinarekebishika walizonazo kwenye dini zao. Kama takulu liman tukhbiruhu bishai'in, kama wewe mtu wa kawaida unavyoweza kumwambia mtu unayetaka kumhabarisha jambo, la ya'lamuhu, jambo ambalo halijui, basi unaweza ukamhabarisha kwa uslubu kama huu. Isma, sikiliza ninavyokuambia. Unamwambia hivi, fa inni a'lamu ma la ta'lam, mimi ninayajua usiyoyajua, nisikilize mimi. Kwa hiyo ndo Allah anawaambia, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah muumba wa ulimwengu hapotewi na kumbukumbu, yeye ndo anayejua usahihi wa mambo. Akisema yeye mumsikilize, nyinyi hamjui kitu. Msikilizeni yule anayejua, nyinyi hamjui kitu. Thumma akdhabahum, halafu baada ya Allah kuambia hivi akawakadhibisha, yani kawasuta yale madai wanayodai wote wawili, watu wa dini zote mbili, yote ni uongo. Allah kawaambia ni waongo. Akdhabahumullahu ta'ala, Allah amewaambia ni waongo kwenye madai yao ya kumnasibisha Ibrahimu na Uyahudi kwa Wayahudi, au Wakristo kumnasibisha Ibrahim na Ukristo, wote ni waongo. Akdhabahumullahu ta'ala fi da'wa Ibrahim, Allah amewakadhibisha watu wa kitabu kwenye madai yao kuhusu Ibrahim. Faqala, Allah akasema, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Kwa taarifa zenu kama hamjui, Ibrahimu hakuishi kwenye dini ya Uyahudi wala hakuishi kwenye dini ya Ukristo. Hakuwa na dini ya Uyahudi wala hakuwa na dini ya Ukristo. Hivyo vitu havitambui. Anayemjua Ibrahimu ndo anawapa ukweli wao. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, katu Ibrahimu hakuwa na dini ya Uyahudi
wala hakuwa na dini ya Ukristo, walakin kana hanifan musliman, lakini Ibrahim alikuwa ni mtu aliyempwekesha Mola wake. Hanifan ni mtu mailun alil adyani kulliha, kaziacha dini zote zilizopo duniani, wa wahada rabbahu wahdahu, akampwekesha Mola wake peke yake. Alikuwa ni mtu wa tauhidi, muislamu aliyekamilika, kapambana na ushirikina mpaka mwisho wa maisha yake. Yeye ndo aliyempwekesha Allah, na mtume wetu Muhammad akaambiwa, akausiwa afuate mila ya Ibrahim. Ma kana Ibrahimu yahudiyan, katu Ibrahimu hakuwa na dini ya Uyahudi, wala nasraniya, wala hakuwa na dini ya Ukristo. Ma kana Ibrahimu ala dini al-yahudiya, Ibrahimu hakuwa kwenye dini ya Uyahudi, wala ala dini nasraniya, wala hakuwa kwenye dini ya Ukristo. Msijikombe bure mkamchukua mkambinafsisha mkamchanganya na nyinyi. Hafanani na nyinyi, sio wenu. Fa innal yahudiya, kwa sababu Yahudi millatun muharrifatun, ni mila potofu, imetoka katika tauhidi. Muharrifatun an shar'i Musa, dini ya Uyahudi imepotoka, imeachana na sharia ya Musa alayhi salam. Japokuwa wanasema wanaikubali Taurati, lakini wanasifiwa watu wa dini hizi mbili ni mabingwa wa kukoroga vitabu vya Allah. Yuharrifuna alkalima amma wadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bihi, vitabu vya Allah wamevifanyia marekebisho, wakayaacha maagizo mengi ambayo walikalifishwa nayo, wakafanya tofauti na ilivyoandikwa kwenye Taurati na Injili. Kwa hiyo hii dini ya Uyahudi, ingawaje ina asili ya kitabu cha Taurati, lakini baada ya kuacha Uislamu na wakajitwika dini yao ya Uyahudi, wakafanya tofauti na alivyofundisha Musa na ilivyoagiza Taurati yake Musa. Wakadha an-nasraniya, na Ukristo nao hivyo hivyo wamefanya amendment nyingi sana, wakapotosha maagizo ya Injili na mwenendo wa mtume aliyepewa kitabu cha Injili, Isa alayhi salam. Kwa hiyo Ukristo nao millatu muharrifatun an shar'i Isa, ni dini ambayo imetoholewa kwenye sharia ya Isa. Asili ya dini yao ni Injili, lakini sio wameifata Injili kama Injili yenyewe ilivyo. Kwa hiyo wanaitwa ahlul kitab kwa sababu asili za dini zao ni vitabu halali, lakini hata hivyo vitabu vyenyewe wamevikengeuka. Walakin inachokataliwa, Ibrahimu hakuwa Myahudi kwa dini yake si ya Uyahudi, wala hakuwa Mkristo kwa dini, kwamba dini yake sio ya Kikristo. Walakin kana hanifan muslima, lakini Ibrahimu alikuwa ni mpwekeshaji wa Allah aliyejisalimisha kwa Mola wake. Mailan anil adyani kulliha ila dinil qayyim, Ibrahimu alipambana na kuzikataa dini zote za batil zilizopo duniani, akashikilia dini yake moja ya sawa sawa ya kumpwekesha Mola wake. Wama kana minal mushrikin, na katu Ibrahimu hakuwa miongoni mwa washirikina. Yeye mwenyewe alikuwa ni bingwa wa kupambana na hiyo shirki, kavumilia machungu mengi, kawavunja waungu wa masanamu, alafu akamwekea bosi wao shoka. Kaja kuulizwa, wewe ndo uliowafanyia waungu wetu hivi? Asema aka bal fa'alahu kabiruhum hadha, kwa picha ilivyo na ushahidi wa mazingira, kitendo hichi kafanya huyu mkubwa wao. Si unaona kabeba silaha huyu? Fasaluhu min kanu yamtiqun, kama mnataka uthibitisho waulizeni waliojeruhiwa, wataelezea nani kawapiga. Ama nataka anasema na akili za watu. Nyinyi mnasema hawa miungu, Mungu ana uwezo mkubwa, waulizeni miungu wenu wadogo kawashambulia nani? Sasa kweli wangemtaja Ibrahim ndo katupiga? Masanamu ndo yapo tu, masanamu hayakusema chochote. Alikuwa anafundisha kwa maneno na vitendo Ibrahim. Kwa hiyo Allah anasema wama kana minal mushrikin.
Katu Ibrahimu hakuwa katika washirikina. Nyinyi dini zenu hizi zina ushirikina ndani yake. Ibrahimu hakuwa mshirikina. Kana musliman, alikuwa ni muislamu. Walam yakum mushrika, hakuwa mshirikina. Wafihi, katika statement hii, ta'ridun bi annahum mushrikun, inawatia hatiani watu wa dini hizo mbili kwamba kwenye imani zao muna ushirikina ndani yake. Wanasema wanamjua Allah, lakini wanamchanganyia Allah na vitu vingine na wengineo. Ndio hivyo, wengine wanamwabudu Uzairi, wanamwabudu Yesu, wanaabudu hichi, wana itikadi hii kinyume na tauhidi inavyotaka. Kwa hiyo Ibrahim anakataliwa kuhusishwa na dini hizo, hafanani nazo. Kana hanifa muslima, alikuwa ni muislamu mpwekeshaji. Halafu wa makana minal mushrikin, hakuwa katika washirikina. Wanadai wana dini, lakini wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Hawa wanaosema wanaamini, wengi wao hawatosheki na imani ya dhati, ila lazima waingize na ushirikina ndani yake. Kana musliman, Ibrahimu alikuwa ni muislamu. Walam yakum mushrika, wala hakuwa ni mshirikina. Wafihi ta'ridun, hapa tunaaridhiwa kitu, tunaelezewa kitu, bi annahum mushrikun, kwamba watu wa dini hizo wana elementi za ushirikina. Fi qawlihim, kwenye kauli zao mbili maarufu, Uzairun ibnullah. Mayahudi wanasema Uzairi ni mtoto wa Mungu. Hiyo ni kauli ya ushirikina. Mungu ana mtoto, ina maana wanamtegemea atakufa, mtoto wake aje achukue madaraka na vitu vingine kama hivyo, au atazeeka, siku atakazokuwa hajiwezi, mambo ya uendeshaji atamshinda, atasaidiwa na mtoto wake. Huo ni udhaifu. Allah hasifiwi na sifa za udhaifu. Kwa hiyo watu wa dini ya Uyahudi wanasema Uzair ni mtoto wa Mungu, na watu wa dini ya Kikristo wanasema wal Masihu ibnullah, Masihi mwana wa Maryamu ni mtoto wa Mungu. Waraddu lid'awa almushrikin annahum ala millati Ibrahim. Kwa hiyo jawabu ya aya hii ni jawabu ya washirikina wa aina hiyo wanaodai kwamba Ibrahim alikuwa ni mtu wa dini zao. Hata akija mwenyewe atakataa kufananishwa na watu kama hao. Kutokana na muda, inshallah leo tuwekee hapa. Tutakuja kuendelea na aya ifuatayo darasa ijayo biidhnillahi taala, ila kama dasturi turudie tena mara moja tafsiri ya neno kwa neno. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi, sema ewe Muhammad, waambie watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, ta'alau ila kalimatin, njoni tujumuike pamoja kwenye neno, tamko, sawain bainana wa bainakum, tamko litakalotusawazisha tukawa sawa sawa baina yetu na nyie. Tamkeni ili neno ambalo si ndo tushalitamka. Tukiwa chini ya neno hili, Allah naabuda illa Allah, hatupaswi kumwabudu yote duniani zaidi ya Allah. Wala nushrika bihi shay'a, na hatupaswi kumshirikisha Allah na chochote na yoyote, ni Allah peke yake. Wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi, na hatutaruhusiwa baadhi yetu kuwafanya wenzetu ni miungu badala ya Allah. Sote wakubwa na wadogo tuwe ni waja, tumwabudie muumba wetu. Fa in tawallau, wakikataa faqulu shahadu bi anna muslimun, waambieni, shuhudieni sisi tumenyenyekea kwa Mola wetu. Ya ahlal kitabi, enyi watu wa kitabu, lima tuhajuna fi Ibrahim, ndo nini kuhojiana kuhusu Ibrahim, kujadiliana kuhusu dini ya Ibrahim. Wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi, hali ya kuwa Taurati yenu na Injili yenu haikuteremshwa ila baada ya kuondoka yeye. Mtamuunganishaje na dini zenu hizi?
afala taqilun, hivi hamna akili ya kufahamu kwamba hapo mmechemka? Ndio hamjui hapo mmekosea? Ha antum haulai, eni nyenye, hajajtum fima lakum bihi ilm, katika mijadala yenu mmejadili kitu ambacho mna elimu nacho kuhusu Isa alayhi salam, kwa sababu huyu ni mtu wa zama hizi za karibu, mna kumbukumbu naye, hili mna elimu nalo, mmejadili. Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilmu, ndo nini kujituma kujitia kwenye shughuli isiyowahusu, mkajadili jambo ambalo hamuna elimu nalo, la Ibrahimu ambaye hamumjui, kaondoka zamani. Hawamjui kwenye ulimwengu wa dini zao. Dini zao ni mpya, zimekuja karibuni, wakati keshaondoka huyo wanayemuunganisha na dini zao. Mefahamiana? Kama kusema labda marehemu Karume alikuwa Chadema. Ndio Karume mkubwa. Sasa Chadema imekuja juzi tu kwa mfumo wa vyama vingi, halafu wa Chadema waseme Karume alikuwa wetu. Inafanana kweli? Unaona? Wakati sio wao, hafanani nao, halafu kaondoka zamani kabla ya wao. Afala taqilun, hivi hamna akili ya kujua hapa mmeharibu? Ha antum haulai, eni nyenye, hajajtum fima lakum bihi ilmun, mmehojiana kwenye jambo ambalo mnalifahamu, muna elimu nalo, la Isa. Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilmun, kwa nini mnajadili jambo ambalo hamna elimu nalo, la Ibrahim? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, shikeni haya anayosema Allah. Allah ndo anayejua uhakika, nyinyi hamjui kitu. Allah ndiye anayejua na nyinyi hamjui kitu. Ma kana Ibrahimu yahudiyan, Ibrahim katu hakuwa kwenye dini ya Uyahudi. Imeanza yeye hayupo kabisa hapa ulimwenguni, hata huko aliko hana habari kumezushwa nini huko. Wala nasraniyan, wala Ibrahim hakuwa kwenye dini ya Unasara, haifahamu kabisa. Walakin kana hanifan muslima, lakini alikuwa ni mtu aliyempwekesha Mola wake, ni mtu aliyejisalimisha, mnyenyekevu. Wama kana minal mushrikin, na katu hakuwa katika washirikina. Msimuhusishe na hivyo vitu, hafanani navyo. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bismillah. Swala moja ni ndani ya somo. Swala la pili nimetumwa hapo, je, niulize. Kumbe huwa unatumwa huko Haya, twende bwana. Swala la kwanza, huyu aliyemsaliti Nabii Isa, naam, akatoka na askari akaenda kashukuliwa ili akasulubiwa. Lakini Mwenyezi Mungu akamweka shaba ya yule na Isa akamwondosha. Huyu inasemekana kwamba yeye asikasikia huko nje kwamba alisuluhu, alikufa siku ya 3. Sijui kweli hili ama vipi, sasa kwa zaidi tumefahamu hapo. Nakufahamu. Swali la pili, na kuna mmoja alikosana kidogo familia. Sasa baada ya kukosana walikaa muda kama mwaka akawa hawasemi. Nimekuja huku sio kwamba nina shida kweli, nimekuja kusafisha kati yetu sisi hapa, nikubalishe shahidi hapa awepo Allah.
lakini wale wenzake ni watu hivi. Sasa ile swala walichukulia hivi juu. Sasa baada ya muda kama mwezi hivi, sitaki tuishi muda wote mauti, lakini alhamdulillah muda miaka miwili hii na kusema mpaka sasa hivi sote ni wazima. Kwa hiyo nimekuja hapa tufundishane. Sasa yule mwezi wake yule wakakubalia, lakini yule mmoja yule yuko hivi anapiga zile stick. Sasa kuna siku akaja kaonekana, akaja akafuata. Yule mmezungumza moja mbili tatu, lakini bado yale maswala anayo. Na ile nyumba kule mzee kaacha banda kule, lakini anatosha pale. Sasa kuaje? Sasa ndipo huyu mmoja yule yale mabanda itabidi, maana ilikuwa kama ni kama baa hivi nyumba. Na wazee wao washondo, kwa hiyo ikafanya ile banda akao. Sasa wale watu wa stimu wakawa hawataki warisi. Ikawa lugua mgonjwa mpaka wakakubali. Wakarisi mali kwa hewani. Sasa wakati wanagawa pale, wakati wa visu wale, ni jambo ambalo la kusikitisha. Sasa basi ukamalizika ule ugomvi. Sasa mpaka leo ikawa kila mtu, sasa mmoja akaambia wafuate tena, akamwambia mimi siwezi kuwafuata maadamu wametishia uhai wangu. Sasa hapa akaja kumbili kampeleke kati ya mawili hayo, mmoja kampelekea aendelee kushirikiane nao ama aachane nao. Inshallah. Kwanza, swali la kwanza la huyo aliyesulubiwa baada ya kupewa sura ya Isa, kuwa alizikwa baada ya siku 3 akafufuka. Haya yote ni mambo ya kutunga, kwa sababu waliompandisha cheo Nabii Isa wakamwita mwana wa Mungu, na mama yake wakamwita mama wa Mungu. Wamejitengenezea na wao nafasi za unabii na nini. Kwa huyo akiwa Mungu, yeye ndo atakuwa anateua manabii. Ni mambo ya watu kutaka ujiko, maisha, tonge iende kinywani. Kwa hiyo vitu vingi vya hiyo dini ni vitu vya uongo, vya kutunga. Ukweli ni kwamba Nabii Isa hawakumsulubu kama Qur'ani inavyosema, wama salabuhu wama qataluhu walakin shubbiha lahu. Hawakumuua wala hawakumsulubu, lakini wameshabihishiwa mtu miongoni mwao. Sasa huyo waliomshabihisha wakamtesa, wakamuua, hajafufuka. Hakuna mtu anayekufa akafufuka ila wale ambao Allah kawasimulia kwa uwezo wake, kama hao waliowafufua Nabii Isa akawauliza, halafu wakarudi kwenye umauti. Kwa hiyo hilo si kweli. Hili la pili ni jambo la kisharia. Hili unaloniambia ni jambo la kisharia, na mahala pa kutafsiri sharia ni mahakamani kwa kadhi, kwa sababu jambo